Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti. Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na msimulizi wako na mtunzi ni mimi mwenyewe Hasdi 02 Baba Sam the King. Kama endapo wewe ni mara yako ya kwanza kuipata chaneli hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, unaweza ukasubscribe na ukacomment na ukashare pia kwa ajili ya kupata maoni mengi zaidi, na ili uwe mwanafamilia wa kwanza kabisa kupata simulizi ambazo tunakuwa tunaleta humu katika hiki kituo, pamoja na makala mbalimbali ambazo zinaendeshwa katika kituo hiki. Hii ni sehemu ambayo ni sehemu ya kwanza ya simulizi inayoitwa Uvumilivu Wangu. Uvumilivu Wangu. Tuanze kabisa kumwangazia binti ambaye anaitwa Mariamu. Yale ambayo ametusimulia, je, alivumilia kitu gani? Twende pamoja. Cha kwanza kabisa anasema, mimi ninaitwa Mariamu, nina umri wa miaka 22. Ninaitwa Mariamu Cosmas. Ana umri wa miaka 22. Ni mzaliwa wa Singida, katika sehemu moja ambayo ni ya watu ambao ni Wanyeramba. Kwa hiyo yeye kabila lake ni Mnyeramba. Anasema kwamba anatusimulia kwamba alikuwa akitembea akizunguka hapa na pale akiuza biashara zake ndogo za kuuza sabuni. Hapo ndipo ambapo aliweza kukutana na kaka mmoja ambaye alikuwa anaitwa Mikidadi, au alikuwa anapenda sana kumuita Miki kwa kifupi. Ndipo hapo alipokuwa ameanzisha mahusiano, baada ya huyo kaka kuwa ananunua sana sabuni kutoka kwa Mariamu. Na Mariamu huyu, kutokana na kwamba huyu alikuwa ni mteja wake mkubwa, kwa hiyo wakati anajaribu kumchumbia, Mariamu hakuweza kukataa, kwa sababu anatusimulia, anasema kwamba niliona nisiweze kumkatalia kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye ananinunulia. Yani yeye nikifika pale, manake yeye ndio wa kwanza kununua kabisa sabuni ambazo ninazozitembeza. Kwa hiyo alikuwa ni mteja wangu sana. Kwa hiyo nikaamua kumkubali kutokana na kwamba tayari uteja wangu mimi na yeye ulikuwa ni wa karibu mno. Lakini Mikidadi au Miki kwa kifupi alikuwa amepanga sehemu ambapo yeye ndipo alipokuwa anaishi. Katika hicho kijiji ambacho tulienda tukakutana, manake mimi nilisafiri kutoka Singida moja kwa moja nikaelekea Kibondo, Kigoma, maeneo ya Biturana, ndipo ambapo tulipoweza kukutana, nikiwa naendelea kujaribu kusambaza sabuni zangu ambazo nilizokuwa nikizitengeneza. Mariamu anaendelea kutusimulia, anasema pale Biturana, kutokana na kwamba mimi ndo nilikuwa peke yangu ambaye ninauza sabuni, ambaye ni mjasiriamali, manake wengine walikuwa wakiendelea kuuza sabuni zao madukani.
Kwa hiyo hakuna mtu ambaye aliyokuja kunivurugia biashara, bali tulikuwa tukiendelea vizuri kabisa na biashara, na watu wengine wakiwa wanaendelea kuuza karanga, wengine wakiuza ndizi, wengine wakiuza mazao mbalimbali pamoja na vyakula mbalimbali, matunda mbalimbali yaliyokuwa yakipatikana pale. Lakini mimi ndo niliyokuwa nikiuza sabuni, kwa sababu mimi ndo nilikuwa mjasiriamali katika kijiji hicho cha Biturana. Mariamu anaendelea kutusimulia. Anasema moja kwa moja ilifikia kipindi ambacho mahusiano yetu yalikomaa. Moja kwa moja nikaamua sasa nianze kumpeleleza. Je, Miki huyu ana uwezo kweli wa kunioa au nia yake ni kunichezea? Na kweli nilijaribu kusearch huku na kule, na hatimaye nikapata taarifa zake kwamba ni kijana ambaye aliyokuwa akiishi maisha magumu ambayo hayakupendeza. Lakini moja kwa moja, kutokana na kwamba mimi Mariamu nimeshampenda, kutokana na kwamba wakati nafika hapo Biturana Kibondo, yeye ndiyo wa kwanza kabisa kuanzisha kunichangamkia, na kimsingi kilikuwa ni kijiji ambacho ni kigeni kwangu, kwa sababu mimi nimetokea Singida, Unyerambani huko. Sasa nakuja na kwenda mpaka Kigoma, Kibondo, Biturana. Kwenye hicho kijiji moja kwa moja yeye ndo aliyekuwa wa kwanza kunichangamkia, na yeye ndiye aliyekuwa wa kwanza kabisa kuja kununua sabuni zangu wakati alipokuwa akisikia kipaza sauti changu kikiwa kinatangaza. Mariamu anaendelea kutusimulia, anasema mimi niliamua kumkubali. Hapo ndipo ambapo nilipoamua kumwambia kwamba anipeleke hata kwake ili niweze kupaona, kwa sababu yeye alikuwa ni fundi ujenzi. Manake akipata eneo la kujenga, manake anakwenda moja kwa moja. Yani sio kwamba eti ni fundi ujenzi kwamba yeye ndo anayejenga, hapana, bali yeye alikuwa ni mbeba matofali au mbeba mbao au mabati, ili aweze kuwapandishia juu kwa wale watu ambao wanajenga nyumba kabisa, wale mafundi. Kwa hiyo yeye sio fundi, bali ni mbeba mizigo hii inayokuwa iko chini, au labda fundi anataka tofali, ndio yeye anaenda anachukua zile tofali anamsogezea pale ili aweze kuendelea kujenga ukuta huyo fundi. Kwa hiyo hizo ndizo kazi ambazo alizokuwa nazo. Lakini cha kuja kushangaa, sehemu ile ambayo aliyokuwa amepanga, moja kwa moja alikuwa amepanga kwa mzee mmoja ambaye aliyokuwa akifahamika sana, na alikuwa ni mzee ambaye alikuwa hapendi makuu, lakini mke wake ndiye aliyekuwa kidogo analeta shida. Huyu mzee alikuwa anaitwa Gisamtarari. Huyu bwana Gisamtarari manake alikuwa na nyumba nyingi sana za kupangisha. Kwa hiyo Miki huyu aliamua kuchukua kabisa nyumba yenye vyumba viwili pamoja na seble na varanda la nje. Mariamu anatusimulia, anasema kwamba nikaondoka moja kwa moja nikaenda mpaka nikafika kwa Miki, kwa sababu tayari niliamua kumpeleleza, nikawa na ushahidi naye, ikabidi niende kwake sasa ili niweze kupaona. Kwa kumpima tu mimi nikajua ni kijana ambaye ni mbambamba bwana, labda anataka kunichezea alafu aniache. Moja kwa moja nilienda mpaka kwake, na hatimaye nilipofika kule nikakuta ameniandalia kabisa mpaka na chakula ameenda kukinunua hotelini. Akaanza kusema, angalia maisha ya kisera, angalia maisha ya usingo, namna jinsi ambavyo watu yanavyotutesa. Kwa hiyo hivi ndo ninavyoishi, na ndio maana nikakutafuta wewe Mariamu, labda unaweza ukawa faraja yangu, kwa sababu tofauti na hapo kwa kweli nimejaribu hapa Biturana kutafuta wanawake, lakini naona kwa vile mimi ninafahamika na status yangu ni mbeba matofali kuwasogezea mafundi, nadhani hiyo ndio status yangu mbaya sana ambayo wanawake walio wengi sana hawaipendi, kutokana na kwamba wanajua kabisa mimi sina kipato. Lakini nashukuru Mariamu, wewe umekuwa
binti ambaye umeweza kunikubali. Lakini cha kuja kushangaa ni binti pia anayetokea kabisa katika mkoa mwingine. Sijaelewa ni kwa nini wenzangu wamenigomea kabisa na wamenikataa, lakini wewe Mnyeramba umekuja kunikubali. Ama kweli hii Tanzania ni ya kwetu sote. Baada ya kuzungumza kama hayo maneno, kiukweli niliumia, nikakaa chini nikatafakari. Kwa nini huyu kaka anaumizwa na masuala ya kimahusiano? Na kwa nini alijaribu kutafuta wanawake na hatimaye hakuna hata mwanamke hata mmoja ambaye aliyokuwa kimkubali? Shida ni nini? Kwa nini wanaume huwa wanatengwa kiasi hiki ambao hawana fedha, au wanaofanya kazi ambazo kidogo wanawake wanaziona kama vile ni kazi ambazo hazifai? Sasa kwa nini? Nilikaa chini nikatafakari, nikaona hapana, mimi inabidi niwe naye, kwa sababu inawezekana huyu ndio Mungu ambaye amenipangia. Huenda nitaishi naye milele daima mpaka kifo ndicho kitakachotutenganisha. Basi moja kwa moja nilikula kile chakula nikiwa pamoja na Miki. Baada ya kula na kumaliza, moja kwa moja nilimtia moyo pale, nikamwambia inatakiwa kwa sasa usikate tamaa kwa sababu tayari uko na mimi Mariam. Nikajaribu kumhoji, wewe una umri wa miaka mingapi? Akaniambia na miaka 28. Na mimi hapa nikamwambia ukweli wangu kwamba nina umri wa miaka 22. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo mahusiano yetu yalichanua na kusonga. Kiukweli hata wakati niliporudi Singida, niliwaambia kabisa wazazi wangu kwamba kule Kigoma, maeneo ya Bitura na Kibondo, nimepata mchumba ambaye ninaona mimi ananifaa. Na wazazi hawakuweza kusita, walikubali kwa sababu wanajua nini maana ya kitu ambacho nilichokuwa nikikimaanisha. Kwa sababu nimelelewa kwenye dini, moja kwa moja wazazi wangu hawakukataa, kwa sababu wanajua tayari huyu anajielewa anachoenda kukifanya. Kwa sababu kama ameweza kutoka katika mkoa wetu huu na akaenda mkoa mwingine, na hatimaye ametuletea kahera kakuweza kununua vitu mbalimbali hapa, vyakula, ametuvika tu mavazi, huyu ni mtoto ambaye yuko safi sana. Na tumshukuru Mungu kwa sababu tumemlea katika maadili. Moja kwa moja baada ya kuambia wazazi wangu, walikubaliana na hilo swala. Wakaniambia kama endapo atakuwa yuko tayari, sisi tunahitaji tumuone. Hatimaye nilimpigia Miki simu na hatimaye nikamwambia yale yote ambayo yaliyokuwa yakijiri nilipokuwa nimeenda nyumbani. Nimejipa likizo kidogo kwa sababu niliona nikiendelea kukaa tu hivi nikaendelea na biashara, manake wazazi wangu huko inawezekana wakawa wanateseka, alafu mimi nimekaa mkoa mwingine pasina kujua chochote kile. Mariamu anaendelea kutusimulia, anasema baada ya kumpigia simu Miki alifurahia sana kwa sababu alijua tayari nimeshamtambulisha kwa wazazi wangu. Hapo ndipo ambapo alipatwa na furaha tena kubwa, na hapo ndipo nilipoanza kukisikia kicheko chake, akicheka kwa furaha wakati alikuwa anaongea akiwa ni mtu mwenye huzuni. Lakini baadaye nilipomaliza likizo yangu, moja kwa moja ikabidi nirudi tena Kigoma, Kibondo, kwenye kile kijiji cha Biturana, niende nikaendelee kuuza biashara yangu ya sabuni ambazo nilizokuwa nikizitengeneza kutokana na fani ambayo nimeisomea ya ujasiriamali. Mariamu anaendelea kutusimulia, anasema baada ya kuona muda unazidi kwenda, hapo ndipo ambapo alipoweza kuniambia Niki. Wakati tumekutana na Miki, akaanza kuniambia kwamba mimi niko tayari kukuoa Mariamu kama namna jinsi unavyojua, lakini mimi sina uwezo wangu kama namna jinsi unavyofahamu na unajua ni kazi gani ambazo nazifanya. Je, itakuwaje? Wazazi wako watanikubali? Na kwanza wataniambia mahari kiasi gani, kwa sababu najua ni lazima mahari itakuwa ni kubwa zaidi. Lakini mimi nilimtia moyo Miki, nikamwambia mimi ndo mwanamke na mimi ndo ninayohitaji kuolewa.
Kwa hiyo usipatwe na shida ya aina yeyote eti kisa tu mahari. Mimi nitajua namna jinsi ambavyo nitakavyoweza kuongea na wazazi wangu na hatimaye waweze kutufikiria. Mimi ni mtoto wa kike na mimi ndo nawajua wazazi wangu wamekaaje. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi Miki. Mimi nitaongea nao na hatimaye mambo yetu yatakwenda sawa. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya uvumilivu wangu, sehemu ya kwanza imeishia hapa. Tutaendelea kumuona Mariam ni kitu gani ambacho aliendelea kukifanya na ni kitu gani ambacho anaendelea kutusimulia. Mtunzi na msimulizi wako ni mimi mwenyewe Hasdi02 Baba Sam the King, ambaye unaweza kunipata kupitia WhatsApp namba 0752732515, 0752732515. Ni kuage niseme kwa heri kwa sasa hadi hapo tutakapokutana tena katika sehemu yetu ya pili ya uvumilivu wangu. Asante, niseme kwa heri kwa sasa. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King.